Maana huko nyuma tulikuwa tuna train tu then mnaenda. Lakini sasa hivi tumesema kabla mjaenda tukague. Mmeelewa? Lakini licha ya hivyo sisi hapa kwenye hichi kituo tunasema sisi ni kama ule moto ambao unachoma dhahabu. Kila mtu hapa tunajua ana uwezo, lakini ni kama dhahabu ambayo imetoka kwenye udongo, si ndio? Huwezi kuipeleka dukani huwezi kupeleka dukani ukapata hela. Lazima kwanza ipite kwenye ile process ya kusafishwa ili iweze kung'aa. Kwa hiyo sisi nafasi yetu au mchango wetu kwenu ni kuwasafisha muweze kung'aa. Kwa hiyo unaporekebishwa una tabia tunaziona, maana yake hizo tabia sio za hela. Hapa tunajua wadada wanaokuja hapa wanavutiwa sana na mishahara tulionayo. Kuanzia ngazi ya traditional, smart na professional. Sasa hizo hela ili uweze kuzipata kuna vitu ambavyo ukiwa navyo huwezi kupata. Kama unavyo tunakwambia, yani ni kama mti ambao unatakiwa kupruniwa, kuondolewa baadhi ya matawi ambayo yamekufa. Kwa hiyo tunaichukulia kwa namna hiyo. Unapoambiwa hii tabia sio nzuri, hichi kitu sio kizuri, haimaanishi kwamba tunataka tukukasirishe. Tunakupruni, tunakuandaa, tunakusafisha kama dhahabu ili sasa uweze kuwa hela. Tunaelewana? Kwa hiyo Epi amesema leo tuongelee nidhamu. Na kweli ningependa kusikia nidhamu kwa sababu mara nyingi hapa tunasikia sana habari za jikoni, tunasikia habari za usafi, malezi ya watoto kidogo. Upande wa nidhamu ni eneo ambalo pia linaleta shida sana. Kwa hiyo ni vizuri leo tukajikita huko, lakini sio vibaya pia kwa mtu ambaye umejifunza vitu vingine navyo ukavigusia. Lakini uwaga nidhamu sijawahi kusikia watu wakigusia. Ndio maana nikasema embu leo kwenye session yetu tuangalie kwenye nidhamu huko kukoje. Sawa jamani. Kwa hiyo nilikuwa na maanisha tu pasisahaulike. Sio kwamba eti usiseme vingine ulivyojifunza. Tuendelee kuambiana mambo tuliojifunza, lakini tusiache kipengele muhimu sana cha nidhamu. Sana. Tuko pamoja? Sasa mimi kwanza kwa kuanza kama nilivyosema na pruni tabia. Kwanza hapa hatuna matroni wetu mmoja hayupo. Alafu tuko na mmoja wa mapishi. Wote leo wana feedback zao. Huyo ambaye hayupo atazikutia kama ataangalia kwenye kipindi, ila akija pia tutampruni kama anataka kuendelea na hii kazi. Kwa maadamu wetu wa mapishi na yeye tulishaongea, lakini ni kitu ambacho kinatusumbua ofisini. Lakini inabidi tukiseme ili tuweze kujirekebisha. Hii tabia ya watu wakutwa, wadada wakutwa, wana kitabia cha kupata udhuru sana. Yaani kuomba viruhusa, visababu. Yaani akishakuwa na majukumu yake, basi anataka yale majukumu akuvalishe wewe mwajiri. Sisi tunaelewana? Mara leo si mtoto wangu mgonjwa, naenda nampeleka hospitali. Siku hiyo tulikuwa tuna siku 2 hapa shefu hajaja. Si ndio? Mimi nahesabu 2. Hakuja. Kwa hiyo siku hiyo inakuaje? Kama ratiba inakuwa kidogo inavurugika, ndio tulikula, si ndio? Lakini kulikuwa kuna kitu kinaonekana kama hakiko. Yani ile vibe ilitoweka yani. Kisa nini? Shefu hajaja na yeye ametupa ripoti katikati, yani kwamba ilikuwa kama surprise yani. Sisi tumeamka tu ndio tunapata ripoti za shefu hayupo. Lakini hata kama utasema nitoe ripoti before kwamba mapema, ila hivyo vitabia vya udhuru. Yani unamtengenezea bosi wako ile hali ya kujua kwa hiyo huyu sio mtu wa kumtegemea kila siku. Yani kwamba ataibuka tu kwamba leo nina dharura hii. Hauko reliable. Sawa? Hiyo sio tabia ya hela. Tunaelewana wadada mlioko makazini, wakutwa hatuko nao wengi sana, lakini hao wachache. Viudhuru na matatizo yenu binafsi, kuwavalisha mabosi wenu, kuwatishwa mabosi wenu, sio tabia za hela. Tuko pamoja? Kwa hiyo Madam Chef nilishampa hiyo. Ila hapa
lazima tuiweke kwa sababu ndio kazi yetu. Sio mtoto wako akiumwa, that is your business. Si mnataka hela jamani? Kama unataka hela, wewe unajua kabisa hizi hela nataka nikatatue shida zangu. Sasa hizo shida zisiwe ni za bosi. Shida zako sio za bosi wako. Zako ni zako, unakaa nazo wewe. Utajua vile utakabiliana nazo. Wewe kwa bosi wako ni kutatulia shida zake. Nahitaji asubuhi nikute kuna chai, au si lunch au nini, yani inategemea tunafanya nini. Nikute nyumba yangu safi, mazingira yangu masafi. Hicho ndio kitu ambacho mimi kinanifanya yani uwe karibu yangu. Na mwisho wa mwezi niingie mfukoni nifanyeje? Period. Lakini usianze kunieleza sijui mamangu mgonjwa, nina mtoto mgonjwa, sijui mtoto si hospitali, sijui shule. Maana kama nani wetu hapa nafikiri shule zimefunguliwa sasa, hayupo. Jana hayupo, leo hayupo. Akija atakwambia nilimpeleka mtoto shule. Hiyo sio shida ya bosi wako. Yaani ukiwa na issue zako binafsi utajua vile utakavyozisoti. Tuna ndugu, jamaa, marafiki ambao tunaweza tukaorganize nao. Na hii tunasema unapokuwa kwenye ajira. Unapokuwa kwenye ajira, yani ujue kabisa muda wako ni wa mtu mwingine. Anakutegemea. Na ukiwa mtu ambaye unategemewa, ndio unajiweka kwenye mazingira ya kuwa na uhakika wa kibarua, uhakika wa pesa. Ukiwa ni mtu mwenye kutegemewa siku zote, hakikisha unategemewa. Sio mara leo mtoto, kesho mama, kesho kutwa mimi sijui nimeamkaje. Hizo sio tabia za hewa. Sawa kwa hiyo atakapokuja atakutana na ujumbe wake. Kama anataka tuendelee, na mimi nilimwambia chef wangu, nikamwambia hivi hatuendi. Mimi sina kona. Nikamwambia hivi hatuwezi kwenda. Mtu ambaye leo atanishtukiza anakuja mara haji, hatuwezi. Kwa hiyo kama unaweza ili tawi liondoe. Wewe kama uko hapa, yani haijalishi sijui uko nani, labda wewe ukifa tutasema okay, chef kafa, hakuna kitu tutachoweza kufanya. Lakini si mtoto kafanyaje? Bwana, kuna watu wanaweza kumpeleka hospitali. Wewe pambana. Utakapotoka kazini utaenda kushughulikia matatizo yako. Ukiwa kwa bosi wako ni uko kwake 100%. Sasa unataka sawa, huo ndio ushauri ambao unaweza kukupa hela. Unaukubali haukubali? Maana sisi tuna jamani, yani mabosi wana roho mbaya. Tunapenda sana, yani tuna vitu ambavyo ni tabia ambavyo havitusaidii. Na wengi kwa hii wanaona kazi zenyewe hizi kazi za kitumwa. Ukishakuwa unatumwa lazima utumike, yani uwe reliable, yani mtu ajue kabisa huyu ni naye na yani yupo namtegemea na kuhakikishia, yani bosi wako hatapindua kwako. Akijua na kutegemea you are there kwa ajili yake, kwa ajili ya familia yake 100%, hatapindua hata siku moja. Hautakuja kuhangaika kibarua. Lakini kama ni mtu ambaye unakona kona hivi, upo haupo, hata kama una ujuzi kiasi gani, hiyo kitu ni kubwa sana. Sisi tunachukulia ule ujuzi kwamba najua kupika au najua kufanya usafi kwamba ndio umemaliza. No, hapana. Ile ipe kama 40%, 60% tabia, jinsi unavyoishi na watu. Zile ndio hela. Unaweza ukawa hata ujuzi wako sio mkubwa sana, lakini ukiwa na tabia nzuri sana, mtu akaweza kucompromise kwenye vitabia vyako kwamba huyu mtu yani ni mtu wa uhakika, yupo, ni mwaminifu, hana longolongo. Then utaendelea kujenga ujuzi wako. Lakini unaweza ukawa na ujuzi mkubwa lakini ukakataliwa. Hakuna mtu anataka kukusikia. Maana ni msumbufu. Una peace of mind, umpi mtu amani ya akili kwamba nina fulani. Yani siku tu umeibuka, umeamka una mambo yako. Hapana, ukiwa na mambo yako ndio ujue unazikimbia hela. Watu wenye hela hawataki watu wa hivyo. Wanataka watu ambao wamenyooka. Sawa, kwa hivyo vitabia wadada wanavyo. Haijalishi ni professional au ni traditional, wanavyo. Yani mtu kabisa professional lakini utashangaa naibuka tu ghafla leo hajaja. Mara sijui ataanza unajua, yani kidogo tu, yani mpaka utaki kumuona around kwa sababu utasikia mtoto wangu, jamani mimi na mambo kichwani na mimi na watoto. Hata siku moja hamna siku nakaa nakwambia mtoto wangu. Umeelewa watu wengi wanaofanya kazi maofisini huko sio kwamba hawana matatizo, wanayo, lakini hata siku moja haendi kumwambia bosi wake, mtoto wangu, sijui mama yangu, sijui nimepata hii. Yeye yuko pale kuhakikisha majukumu yake ameyakamilisha. Yani hata kama ni siku gani, hata kama ni nini, anahakikisha unanihitaji kwa kesho, hata kama ni siku za sikukuu.
Na kwa hilo shefu nampongeza. Siku za sikukuu hapa alikuwa anakuja anatupikia, then nikasema huyu sasa nimepata. Alipokuja kunipiga kitu kizito, nikasema akanipiga surprise mara mtoto kasema basi tulianza vizuri, lakini na imani kama nilivyosema tunapitishana tunapunguza matawi yale mabovu ili tung'are hivi tuwe hela kweli kweli. Sawa jamani, hii itakusaidia sio hapa tu, popote unapokwenda. Wale wanaofanya kazi na sisi na wale ambao mnakwenda kufanya kazi na watu, hizo ndio hela nazo navyowaambia, ndio watu wanavyotaka. Sawa Haya.